wetu. Kama tunavyojua kwamba sisi Tanzania tuna tatizo la lishe, matatizo tulionayo ya lishe ni makubwa, tatizo ni kubwa. Kwa hiyo serikali inatafuta namna mbalimbali ya kupambana na tatizo hilo. Lakini pia kwenye afya zaidi, ili swala la kukosa madini na vitamini mwilini lina madhara yanayoonekana moja kwa moja kwa watoto. Mtoto anapokuwa tumboni anakuja kuzaliwa na matatizo. Tuna vichwa vikubwa, tuna migongo wazi, tuna midomo sungura na matatizo mengine ya kimaumbile ambayo yanatokea kwa ajili tu mama amekosa madini na vitamini muhimu ambazo zinahitajika kwa ajili ya uumbaji wa yule mtoto kule tumboni. Kwa hiyo upungufu huu wa madini na vitamini una madhara makubwa sana. Hata upungufu wa damu kwa wakina mama wetu wajawazito, watoto wa shule. Kwa hiyo mpango huu wa kuongeza virutubishi kwenye chakula, kwa sababu pia tunaongeza vile virutubishi ambavyo vinahitajika kwa ajili ya afya. Kwa sababu wakati wa uzinduzi Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara Exaud Kigae ametoa muda mpaka mwezi Novemba mwaka huu. Baada ya hapo na tuendelee kusimamia sheria hii. Sasa sisi kama pia wataalamu tumechukua nafasi hii kuwaita baadhi ya watu wanaoshiriki kwenye mnyororo huu wa thamani wa masuala ya kuongeza virutubishi kwenye chakula ili waelewe kwa nini tunaongeza virutubishi kwenye chakula na namna ya kusimamia kutoka kwenye uzalishaji mpaka sokoni, lakini pia wenye viwanda walikuwepo hapa katika mafunzo haya. Kwa lengo kubwa ni kuongeza uelewa umuhimu wa kuongeza virutubishi kwenye chakula, lakini pia wafahamu kwamba tayari kanuni za ongezea virutubishi kwenye chakula tayari imeshatoka na mpaka kufikia mwezi Novemba mwaka huu tutaanza kusimamia. Tunaipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo sasa imetaka kwamba sisi wazalishaji tuweze kuongeza virutubisho kwa ajili ya kuhakikisha mama mjamzito na watu wengine wanaotumia unga wa mahindi na mafuta waweze kupata virutubisho kwa ajili ya afya zao. Funza ni namna gani sasa tunaweza kuendelea kuhakikisha tunafuata kanuni na sheria zilizowekwa na nchi, na sisi tuko tayari kuzisimamia na kuhakikisha kwamba uongezaji wa virutubisho kwenye bidhaa zetu ambazo zinawafikia walengwa ziweze kuwafikia, na hakika tuweze kutatua tatizo la utapiamlo ambalo limekuwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania. Teknolojia ile ni rahisi kabisa, inatumika katika vinu vya kawaida vya kusagishia unga mahindi. Na hii teknolojia sasa hivi imetawanyika au imesambaa mikoa yote ya Tanzania bara, mikoa 26, lakini tuko katika halmashauri 160 sasa hivi tunapozungumza. Na tumewasaidia wazalishaji zaidi ya 1300 mpaka sasa. Na tunaendelea kutoa hizi teknolojia kwa wazalishaji wengine zaidi, na tumewalenga wale ambao wanafungasha ili kuendana na hii sheria mpya ambayo imetengenezwa ya urutubishaji.